Baraka alikuwa kijana aliyependwa na kuheshimiwa katika mji wa Mtoni. Alikuwa na akili nyingi, bidii na malengo ya mbali. Alipozaliwa, familia yake haikuwa na utajiri, lakini alikuwa na kitu ambacho wengi walikosa: ndoto zisizotikiswa. Alifanya kazi za mikono akiwa mdogo, kubeba mizigo sokoni, kufyeka mashamba na hata kuuza maji barabarani. Kila shilingi aliyopata aliitunza kwa sababu alijua maisha yake ya baadaye yalitegemea nidhamu yake leo. Miaka ikapita, akapata kazi ndogo katika kampuni ya uwakala wa mizigo bandarini. Hapo ndipo maisha yake yalipoanza kubadilika. Alianza kuingiza kipato kizuri, akajenga nyumba ya kisasa pembeni ya mji, akanunua gari na hata kufungua biashara ya vifaa vya ujenzi. Kwa miaka mitatu tu, Baraka alikuwa miongoni mwa vijana wachache walioweza kuinua maisha yao bila msaada wa mtu. Watu walimuona kama mfano wa kuigwa na wengi walitamani kujua siri ya mafanikio yake. Lakini kama ilivyo kwa wanadamu, moyo wake haukutulia. Haukutulia hadi siku ambayo alimkuta Asha. Siku hiyo ilikuwa Jumamosi ya jua kali. Baraka alikuwa anatoka kwenye duka lake jipya la vifaa vya ujenzi. Alipokuwa anavuka barabara kuelekea kwenye gari lake, basi lilisimama likiwa limejaa abiria. Ndani ya abiria hao, macho yake yakakutana na macho ya msichana aliyekuwa amekaa dirishani. Macho ya Asha yalikuwa na umbo la mviringo kamili na yalionekana kuwa na hadithi nyingi ndani yake. Kichwa chake kilikuwa kimefunikwa na kitambaa cheupe, huku mashavu yake yakiwa na mwanga wa upole na umbo la asili lililovutia sana. Moyo wa Baraka ulibisha hodi. Asha naye alitabasamu kwa ustaarabu mdogo, na tabasamu hilo lilimsimamisha Baraka kama mtu aliyeganda. Kabla hata basi halijaondoka, Baraka alimkimbilia kondakta na kumwomba kumpa namba ya simu ya msichana yule ikiwa ingewezekana. Kondakta alicheka, lakini baada ya kuhongwa kiasi fulani, alimwambia, "Bwana mdogo, huyo msichana anaitwa Asha. Anafanya kazi kwenye duka la nguo pale sokoni." Baraka hakuamini hila yake imefanikiwa. Alipofika nyumbani, hakulala mapema kama kawaida yake. Alivaa mavazi nadhifu, akapuliza manukato ya thamani, kisha akaelekea sokoni. Hakutaka kuonekana kama mtu wa kawaida, alitaka aonekane wa heshima. Alipomwona Asha akipanga nguo kwenye mabegi ya duka, moyo wake uliruka. Alimkaribia kwa utulivu na kumtolea salamu. "Shikamoo," alisema. Asha akaangalia juu kisha akataja, "Marahaba, karibu, unatafuta nguo au kuna kingine?" Baraka akacheka taratibu. "Natafuta nguo, lakini pia natafuta rafiki." Asha akacheka kwa aibu, halafu akasema, "Rafiki, leo na hapa sokoni? Mbona sio kosa? Wewe ni mzuri na nilikuwa natamani tukifahamiane." Maneno hayo yakamfanya Asha tabasamu kwa mara ya pili. Na hapo safari ya mapenzi yao ikaanza. Wiki zikaenda, miezi ikapita, Baraka na Asha walizidi kuwa karibu. Walitoka mara kwa mara, walipiga picha, walikula kwenye migahawa mizuri. Baraka alikuwa tayari kumpa Asha kila alichohitaji. Na kwa upande wake, Asha alionekana kumjali kwa upole wa kuvutia. Lakini mambo mazuri huwa na kivuli chake. Polepole, Asha alianza kuonyesha ishara ambazo Baraka hakuziona mapema. Mara nyingi alionekana kupenda vitu vya thamani tu. Anakuwa anadai kuumwa ghafla ghafla, anataka hela ya kwenda hospitali, anataka hela ya kulipia karo ya ndogo yake, hela ya chakula nyumbani, hela ya mama yake mgonjwa. Baraka akiwa amefunika macho na mapenzi, alitoa kila alichokuwa nacho. Wakati mwingine akaanza kuvuta fedha kutoka akiba yake ya biashara. Lakini bado hakushtuka. Siku moja Asha alimwambia, "Baraka, natamani kuwa na simu mpya. Rafiki zangu wote wanazo. Hii yangu inanitia aibu." Hakusema kingine chochote. Baraka alinunua simu ya karibu milioni 1. Asha akapokea na kumkumbatia kwa furaha. Hapo ndipo moyo wa Baraka ulizidi kufifia katika upovu. Kadiri miezi ilivyopita, mahitaji ya Asha yakaongezeka. Alitaka kila kitu kizuri na Baraka hakuwahi kusema hapana. Lakini sehemu mbaya zaidi ilikuja pale ambapo Baraka alitaka kumtambulisha Asha kwa familia yake.
Asha akakataa kila mara. Mimi bado siko tayari, ngoja kidogo. Hata alipomwalika kwenye nyumba yake, Asha mara nyingi aliukwepa mwaliko kwa visingizio. Lakini Baraka, kwa kuwa ameshapoteza ndani ya penzi lake, aliendelea kung'ang'ania. Hakujua kwamba penzi aliloshikilia kwa nguvu halimshikilii yeye. Hata marafiki zake walimuonya, Baraka, huyo msichana sio wa kawaida. Ukiendelea kumimina mali yako hivi, utajuta siku moja. Lakini alionekana kama mtu anayezama polepole kwenye maji yenye utulivu, hajui anazama hadi kichwa na mapafu yake vinapojaa. Hatimaye, sikio la kufa likakataa kusikia. Siku moja, Asha alimwomba Baraka pesa nyingi kupita kawaida. Baraka, natamani kufungua biashara yangu. Nimechoka kutegemea watu. Nisaidie tu milioni 7, nitaenda Dar es Salaam kununua mzigo. Baraka hakufikiria mara mbili. Alituma pesa zote, akafungua simu ya banki na kuhamisha. Alikuwa na moyo wa huruma. Alitaka kumjengea uaminifu zaidi. Lakini ndoto zake zilivunjika pale alipomtafuta Asha siku iliyofuata na simu ikawa haipatikani. Akaenda sokoni, duka limefungwa. Akaenda kwa rafiki zake, hakuna anayejua. Akaenda nyumbani kwao, lakini hakuna Asha. Alimwambia kwamba Asha aliishi peke yake. Kumbe si kweli. Hapo ndipo ukweli ukampiga Baraka kama radi. Asha alikuwa amemwacha na alikuwa ameondoka na pesa zake zote. Na kwa mara ya kwanza, Baraka akakaa ndani ya gari lake na kulia kama mtoto mdogo. Hapo ndipo maisha yake yakaanza kuporomoka. Baada ya tukio hilo, maisha ya Baraka yalibadilika ghafla na kwa maumivu. Uwekezaji wake ulianza kuyumba, bidhaa hazikuuzwa kama zamani, akaanza kuchelewa kulipa wafanyakazi, aibu ikamjaa. Benki ikamtumia ujumbe wa kukumbusha marejesho ya mkopo. Alipoangalia akaunti yake, ilikuwa karibu tupu. Marafiki waliokuwa wakimzunguka wakati wa neema wakaanza kumtenga. Hakuna aliyeamini kijana aliyeonekana mwenye akili kama Baraka angeweza kudanganywa kiasi kile. Lakini ndivyo mapenzi yalivyo. Yanamuondoa hata mwenye busara kutoka kwenye njia yake. Kwa miezi mingi, Baraka alijifungia ndani, akila kwa shingo upande, akikaa na mawazo bila hata ya kufanya chochote. Alikuwa amejaa aibu, hasira, huzuni na majuto. Siku moja, akiwa amekaa kwenye kiti cha sebuleni, aliamua kurudi sokoni, mahali alipokutana na Asha kwa mara ya kwanza. Alisimama mbele ya duka lake, ambalo sasa lilikuwa limejaa vumbi na telaseli zilizokwisha. Alipouangalia mlango, aliukumbuka wakati alipokuwa akija hapo kila siku kwa furaha. Ndipo akalia. Lakini hiyo siku ikawa mwanzo wa kubadilika. Baraka alianza upya. Alifunga duka kwa muda, akaamua kufanya kazi za mikono kama zamani. Alianza kubeba mizigo stendi kwa stendi. Watu walimjua, wakastaajabu kumuona akifanya kazi ambazo zamani alikuwa anawalipa watu wafanye kwa niaba yake. Lakini hakujali. Sasa alikuwa ameanza safari mpya. Muda ulipita. Baraka alijifunza kupitia maumivu yake. Akaanza kuweka akiba kidogo kidogo. Akajenga nidhamu mpya, ile ambayo zamani alipoteza kwa sababu ya penzi lisilofaa. Siku moja akiwa kazini, alikutana na mzee mmoja aliyekuwa na hekima. Walizungumza na Baraka akamweleza kilichotokea. Mzee alimwambia, "Mtoto wangu, moyo ukiongozwa na tamaa ya penzi, akili hukaa gizani. Usijilaumu sana. Kila mmoja wetu hupitia safari ya kumfunza thamani ya kutotegemea hisia peke yake." Maneno hayo yalimtia moyo. Kwa muda, Baraka alianza tena kuuza bidhaa kidogo kidogo. Akaanza upya biashara yake, safari hii kwa uaminifu na nidhamu zaidi. Miaka 2 baadaye, alifanikiwa kufufua biashara zake. Akafungua duka jipya, kubwa kuliko lile la zamani. Akaajiri vijana 5, akawa na magari 2 ya mizigo. Lakini safari haikuishia hapo. Baraka alianza kuzunguka mashuleni na makundi ya vijana akitoa elimu kuhusu madhara ya kupoteza malengo kwa sababu ya mapenzi yasiyo na misingi. Alitoa ushuhuda wake hadharani. Mapenzi ni mazuri, alisema siku moja akiwa kwenye mkutano wa vijana. Lakini moyo usipokuwa na macho, unaweza kujikuta unalima kaburi lako mwenyewe. Vijana walimsikiliza, wakamshangilia.
Mengi yalimjenga kuwa mtu mwenye hekima na heshima, na safari yake ikawa fundisho kwa wengi, kwamba kupoteza mali si mwisho. Kupoteza matumaini ndiko kunaua. Lakini mtu akiamua kusimama tena, hakuna nguvu duniani inayoweza kumzuia. Baraka aliamua kuishi kwa busara mpya. Mapenzi bila malengo ni kifungo. Mapenzi yasiyo na uaminifu ni shimo. Lakini mapenzi yenye mipaka, heshima na akili ni baraka. Na maisha yake yakaanza upya, mara ya pili kwa nguvu zaidi. Kama hadithi hii imekukumbusha umuhimu wa nidhamu, hekima na mipaka ya mapenzi, acha comment. Ni hatua gani ungependa kuchukua ili kuepuka makosa kama ya Baraka? Like ikiwa unataka hadithi zaidi za kuhamasisha. Share ili wengine wapate funzo. Subscribe kwa simulizi nyingine za maisha, mapenzi, changamoto na ushindi. Pia asante sana kwa muda wako. Tukutane tena kwenye hadithi inayofuata.